Katika siku 10 hizi za maombi tena nakaribisha kwenye siku ya 6 inayozungumzia kuhusu simama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na umfuate kwa utimilifu. Simama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na umfuate kwa utimilifu. Fungu elekezi ni kwenye Matendo ya Mitume 2:14 na 4:1-31. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba Petro alikuwa mmoja wa wanafunzi walikuwepo katika chumba cha juu. Yule Petro aliyemkana Yesu kwa hofu wakati Yesu alishikwa. Sasa anasimama hadharani kwa ujasiri siku ya Pentecost. Utajiuliza ni nini? Yule mtu ambaye alikuwa ni muoga, ambaye alimkana Yesu Kristo, lakini hapa namuona siku ya Pentecost akihubiri, akitangaza pasipo hofu. Siri ilikuwa ni nini? Roho Mtakatifu alikuwa amemjaza. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alimgeuza Petro na wanafunzi wengine kutoka watu waoga kuwa mashahidi wenye ujasiri, wakimtangaza Yesu wa Nazareti kama mkuu wa uzima aliye hai na aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hivyo wewe pia leo, ikiwa una hofu ya kumshuhudia Yesu kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mji wako, unaweza kumwomba Roho wa Mungu akujaze na ili kwamba uwe mtu mjasiri. Kwa hivyo wakati wa pekee wako pamoja na Mungu, omba kwa unyenyekevu, Mungu akujaze na ujasiri mtakatifu, ili uwe kile ambacho Roho Mtakatifu anakuita uwe, si kwa nguvu zako bali kwa nguvu zake ndipo utaweza tangazi la Yesu Kristo, kumshuhudia katika mwaka wa 2026 mahali pote ulipo, kupitia masemi yako, mwenendo, hata namna yako ya kuishi. Wewe pamoja na familia yako na marafiki, shirikianeni. Ni wapi unajihisi kuwa una ujasiri zaidi wa kumzungumza? Muombe Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa Kristo hata pale panapoonekana kuwa pagumu. Katika familia kanisa, ombeni pamoja Roho Mtakatifu aweke huru watu wake kushuhudia Injili bila hofu kama ilivyokuwa kwa mtume. Na sisi tusimame katika mwaka huu 2026, vijana, watoto, watu wazima, tusimame kwa ujasiri kwa ajili ya kumtangaza Yesu Kristo. Ujumbe mkuu katika somo la 6 ni kwamba Roho Mtakatifu hubadilisha hofu kuwa ujasiri. Tunapojazwa naye, tunasimama kwa nguvu, tunamfuata Kristo kwa utimilifu na tunamshuhudia hata bila woga mahali pote na kwenye mitandao ya kijamii. Basi tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo, kwani uko pamoja nasi. Tunapotujaza na Roho Mtakatifu, woga inakimbia na tunakuwa wajasiri. Tupatie ujasiri huo. Tunaombea watu 10, tunaombea hata wale watu ambao pia naombea kuwabariki. Tunaombea pia wale ambao ni wazarauliwa, wajane na mayatima, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare. Ikiwa una changamoto, unaweza kutuandikia kwenye namba ya simu. Hata ikiwa una ushuhuda pia unaweza kufanya video unapotoa ushuhuda na unatumia kwenye namba yetu ya simu. Andika hata kwenye comment. Usikose kusubscribe, like na kushare.